kweli ya Mungu ni wachache jamani. Yaani unaona manabii 401, 401, yaani ni vitu viwili tofauti. Ni rahisi sana kuignore, kudharau huyu mmoja. Ni rahisi sana kuangalia huyu mmoja, mbona ni mnyonge, mbona hivi, mbona hivi. Ni rahisi sana hapa watu kuvutwa na kelele nyingi ambazo tunakutana nazo huko nje. Ni rahisi sana kuvutwa na sauti nyingi ambazo tunazisikia kwenye mitandao, kwenye nini, na kuona kwamba hii mbona kazi yetu kwa tano tu. Mbona kazi yetu kwa ngapi tu. Mbona tuko kaangalia idadi badala ya kuangalia kweli ya Mungu ambayo inakujenga na kukukuza. Amina mtu wa Mungu. So angalia kweli ya Mungu. Namba 3. Tunajifunza ujasiri wa kusema kweli. Ujasiri katika kusema kweli. Mtu wa Mungu, kama unajua kitu ni kweli na kinaendana na kweli ya Mungu, komaa nacho. Shikilia hicho mpaka utatoka. Mpaka utaona mkono wa Bwana. Tunaona matokeo ya Yehoshafati kwa cha Mungu. Yehoshafati ameongoza katika miaka mingi. Ametawala kwa miaka mingi. Na akili kwa miaka yenye ushindi. Tangu Yehoshafati alishika uongozi ili kusikia vita kati yao. Lakini Ahab alikuwa na a lot of issues, alikuwa na mambo mengi. Lakini Yehoshafati ameongoza kwa amani kwa miaka mingi. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye alisomea kweli ya Mungu, alijua kweli ya Mungu, na hata anapofuatwa na Ahab, anamwambia Ahab, tafuta nabii wa Mungu. Ahab anamwambia nimeshaleta 400, ameniambia tutashinda. Anamwambia baada ya amani ya Mungu aitulize, tafuta mtu akwambie kweli ya Mungu. Lakini Ahab asikilizi. Ahab asikwenda tukafuata kweli ya Mungu. Biblia inasema kwamba nani mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Kweli siku zote itakutenga, itakutofautisha, itakuweka huru. Amina mtu wa Mungu. Itakuweka huru hata kama watu wengine wasiokuamini, lakini wewe ndani ya nafsi yako utakuwa na amani. Na wewe yani zaidi ya amani unayokaa ndani ya moyo wako kuliko amani ambayo iko ndani ya watu. Usitafute kupendeza watu, tafute kumpendeza Mungu. Amen. Sasa watu wengi wanaangalia popularity kwamba ni watu wanasemaje, watu wanatakaje, watu wanaonaje. Ukienda kwa hivyo mtu wa Mungu, mwisho wako ule pale. Mwisho ule unaonekana kama Ahab. Lakini ukienda kwa kumpendeza Mungu, utakuwa na mwisho mwema. Utakuwa na mwisho mwema hapa duniani na utakuwa na mwisho mwema pia kwa maisha ya baadaye. Amen. Yes. Tunajifunza katika Timotheo wa pili. Timotheo wa pili 1:7. Kwa maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya kiasi. Usiogope kusema kweli. Wewe hujapewa roho ya woga, umepewa roho ya kweli, roho ya nguvu, roho ya upendo, roho ya kiasi. Usiogope kusema kweli ya Mungu. Simamia kweli ya Mungu. Hata unapoenda unapotaka kumwambia mtu habari za Kristo, useme maneno yako, angalia neno la Mungu linasema nini. Ukilitumia neno la Mungu litakupa ushindi, litakufanya yule mtu amfuate Kristo. Lakini ukipata maneno yako ya ushawishi ndio unajua kanisani kwetu, sijui wanafanya nini, atakusikia, atakutoa siku mbili, lakini hata dumu. Kwa sababu mtu anashikwa na neno la Mungu. Mtu anashikwa na Mungu. Mtu anageuzwa na Mungu. Mtu anabadilishwa na Mungu. Kwa hiyo ile mbegu iliyompanda, ile mbegu iliyomzaa, hiyo mbegu itakayomkuza, hiyo mbegu itamfanya adumu katika Mungu. Na kutaka kumsimamisha pia, msimamishe kupitia neno la Mungu. Mfundishe neno la Mungu. Tulikuwa kwenye semina hapa za discipleship. Tunapotaka kusimamisha wanafunzi wetu katika Kristo, tuwafundishe, tuwasimamishe katika Mungu. Na utaona mtu akiendelea miaka na miaka, atasafiri, ataenda mbali, hata mbali na wewe, lakini atadumu akimpenda Kristo, atakuwa mwanafunzi mzuri wa Kristo, kwa amepandwa katika kweli ya Mungu. Hapa sisi jinsi ambavyo tumekuzwa katika kweli ya Mungu. Popote tutakapoenda, hatutakuwa kawaida. Watu watafikiri tuna Mungu. Watu watakiri hawa ni mabalozi wa Kristo. Hata wewe utakapoenda utakuwa ni mbegu, utakuwa ni balozi wa Kristo. Utatulia bila watu kuona udhihirisho wa Mungu kupitia wewe. Kwa sababu ile kweli ya Mungu ambayo imekaa na kweli ya Mungu ikiwa ndani, basi inakupa ujasiri. Lakini sasa inakupa nguvu
jasiri kuambia watu habari za Mungu, utakuwa jasiri kuambia watu usiwe na mashaka, utapona, usiwe na mashaka, utavuka. Ili utakuwa na ujasiri. Amina mtu wa Mungu. Lakini ukiwa una kweli ya Mungu, utakuwa mwepesi. Utakuwa mwepesi. Mtu anakuja na kuambia mambo mengi na lalamika, huna hata neno moja la kumpa kutia moyo. Kwa sababu kuna kweli ya Mungu ndani. Lakini kwa sababu tunashiriki ibada, tunakuja na sikia neno la Mungu, tunajifunza neno la Mungu, utakuwa mtu mwenye uzito. Unapokuwa na neno la Mungu unakuwa mtu mzito. Amen mtu wa Mungu. Unakuwa mtu mzito, hekima za Mungu zinatiririka kutoka ndani yako. Utasema mawazo yako, utasema mawazo ya Mungu. Na ndio pale Mungu sasa unakuwa Mungu anawaambia sasa ninyi miungu. Ndio unapokuwa Mungu sasa, kwa sababu unachokiongea ni Mungu, ni kweli ya Mungu. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Amina mtu wa Mungu. Tunajifunza pia hatari ya kushirikiana na watu wasiomcha Mungu. Tunaona mfalme Yehoshafati alikuwa ni mtu mwema, lakini kwa sababu ameshirikiana na Ahab ambaye hamchi Mungu, tumeona kidogo alikuwa yeye wapigwa. Wale maaskari wa Shamu waliambiwa kabisa msimpige mkuu wala mdogo, pateni tu mfalme. Na Yehoshafati Ahab alimwambia avae mavazi ya kifalme. Kwa alipoenda tu ameingia tu vitani, wale sema wakamwona wakajua huyu ndiye mfalme. Wakawa wanamfuatilia yeye, wanamkimbiza yeye wampige. Bahati yake anamcha Mungu, Bwana akamtetea. Alipopiga kelele basi wakamsikiliza. Amina mtu wa Mungu. Lakini Ahab alipotokea tu, shari ulimpata na hakupona tena. Kwa kuna hatari kutembea na watu wasiomcha Mungu. Kuna hatari kuongozana kushirikiana na watu wasiomcha Mungu. Angalia mahusiano yako ulionayo. Vijana ambao wanatengeneza mahusiano sasa hivi wanatafuta wenzi wa maisha, mabinti, vijana wa kiume. Angalia, tafuta mtu anayemcha Mungu, hiyo itakuwa ni salama yako. Acha kuangalia vitu ambavyo ni vya mwili ambavyo ni vya muda vitapita. Angalia spiritual things. Mtu anayemcha Mungu atakusaidia, atasaidia familia yako, atakusaidia wewe, utasaidiana, utafika mbali kwa unamcha Mungu. Amina mtu wa Mungu. Ukienda mahali kwa mtu asiyemcha Mungu utaweza kumsababisha amche Mungu. Lakini sasa hapo ni wanakili. Maana usipoangalia askari wale kutoka Shamu, unaweza ukashangaa karusha mshale ukampata mtu. Haitakuwa hivyo kwako katika jina la Yesu. Amen. Nasema haitakuwa hivyo kwako katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Andiko katika Wakorintho wa pili 6:14 linasema msifungwe nira. Wakorintho wa pili 6:14. Msifungwe nira pamoja na wasioamini, kwa kuwa ushirika wa haki na uovu ni upi? Hakuna ushirika wa haki na uovu. Hakuna ushirika wa asiyeamini na anayeamini. Hakuna ushirika. Ukiona mtu haamini na umempenda, kazi yako kwanza pale kuhubiri Injili. Unaweka feelings pembeni, unahubiri Injili kwanza mpaka kieleweke. Sawa mtu wa Mungu? Mtu apokee Kristo kwanza. Umpelekee mtu pendo la Kristo kwanza. Akipokea pendo la Kristo, haya mengine yatatokea kama Bwana amekusudia. Amen. Kwa sababu huwezi kufungiwa nira na asiyeamini. Amina mtu wa Mungu. Tunajifunza kanuni tofauti hapa, na kanuni hizi niseme haraka hizi zitakuwa zimejirudia kutoka kwa juu. Kanuni ya kwanza, daima tafuta mapenzi ya Mungu kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Tafuta mapenzi ya Mungu daima kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Katika maisha kuna maamuzi makubwa mengi ambayo mtu anayapitia. Kuna maamuzi ya shule, kuna maamuzi ya kufunga ndoa, kuolewa au kuoa, kuna maamuzi ya kibiashara, kuna maamuzi ya kifamilia, kuna maamuzi ya wapi niishi, nikaishi wapi, nikafanye nini, nisali wapi. Yote ni maamuzi makubwa katika maisha ambayo mtu anaweza kufanya. Wakati unafanya maamuzi makubwa yoyote yale, hakikisha kwamba unatafuta mapenzi ya Mungu kwamba ni yapi. Amina mtu wa Mungu. Na ukiona unashaka, kaa chini muombe Mungu. Subiri Mungu hadi usikie sauti ya Mungu upate amani. Amina. Usije ukavuruga, usije ukaharibu. Sikia Mungu. Unakaa, jipe muda. Jipe ile jambo muda, liweke mbele za Mungu. Omba, soma neno, tafuta mustakabali wa Mungu. Mpaka utapata amani, utapata maamuzi ambayo ni sahihi.
na utamfurahia Mungu. Amina. Zaburi Mathayo 7:7 inasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Utakapokaa kumwomba Mungu, Mungu atakujibu maombi yako. Lakini pia utakapokaa kutafuta Mungu na mtafuta Mungu juu ya jambo hili, kwamba jambo hili hatima yake ni nini? Mungu anasema mtafuteni maadamu linapatikana, utampata Mungu, utamwona Mungu. Utakapokuwa unaendelea kwenda mbele za Mungu, unagonga, kila milango iliyokuwa imefungwa itafunguliwa kutoka. Amina. Namba 2, kanuni ya pili, chagua marafiki na washauri wenye hekima. Kanuni ya pili, chagua marafiki na washauri wenye hekima. Wewe sio kila mtu anayekuja kwako unamaccommodate tu. No, ukanja accommodate kila mtu. Wewe usifanye kila mtu rafiki yako. Si kila mtu anakuchekechea rafiki yako, hapana. Waangalie watu katika jicho la Mungu. Wapende watu wote, lakini kuna watu tu baadhi ambao wanafaa kwa rafiki zako. Kwa sababu rafiki wabaya pia wanaharibu tabia njema. Amina tu Mungu. Marafiki wabaya unaona alipoenda akafanya Yehoshafati akaenda kuhatarisha maisha yake. Angalia marafiki ambao wanaingia nao katika mahusiano. Kwa hiyo pia akisha unamshirikisha Mungu kwa habari ya marafiki zako, kwamba Mungu kama huyu sio rafiki sahihi aondoke katika maisha yako. Ukiomba hilo utashangaa mtu kama sio rafiki sahihi kwa anapepea hata unajua alipiaje. Unashangaa tu usiona unakata hayupo kwa sababu umeweka mbele za Mungu. Zaburi 1:1 inasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Ukiwa na marafiki wasiofaa utajikuta kila wakati unakaa tu unaongea habari ambazo hazitukuzi Mungu, habari ambazo hazijengi ufalme wa Mungu. Ukiwa na rafiki asiyefaa atakwambia wewe kila siku unaenda kukesha. Wewe kila siku unakesha, hii jamaa vipi? Kama unakesha sana wewe, unataka kuwa mchungaji nini? Wewe sio rafiki wewe. Achana naye, wewe hafai. Mtu ambaye anakutoa Mungu, baada ya upate kabisa Mungu anakutoa, hafai. Namba 3, kanuni ya 3, usiogope kusimamia ukweli hata kama ni mgumu. Usiogope kusimamia ukweli. Simamia ukweli hata kama ni mgumu. Kuna ukweli vidogo mtu anakuta kwa watu anashika kwa hiyo ukweli vidogo. Kuta mtu yupo kwenye ameweka miadi na mtu kwamba tutakutana saa fulani. Hapo ile saa haijatimia. Sasa ndio kwenda yuko Bunju na anataka kwenda Bagamoyo. Sasa wewe unasema tu niko Bunju. Anasema nimefika Kerenge bwana. Au niko Kirongo sasa. Hivyo ni muongo kidogo bwana, hapana sababu. Wapi tu mtu wa Mungu. Nilijani nipata tu changamoto, nimechelewa kutoka. Sasa niko Bunju, lakini usiwe na shaka, subiri tunakuja. Kweli itakuweka huko. Kweli itakuweka huko. Kufanya vitu tu kidogo, lakini vitu tu vinakutoa katika mstari ambao hata si ya lazima. Kwa sababu tukwambia sasa atakufanya atakutoa ngozi kwa sababu umechelewa. No, hawezi. Ila so wewe simamia kweli, hata kama ni ngumu, isimamie tu, itakusaidia. Amina. Na wakati mwingine tu isikie waambie tu Bwana bwana samahani, tabuza samahani kama unasema hiyo kweli. Hapo kweli yako itakuwa tunahisi kupenyeza na itampa tu uzuri unataka tunatumia tu baba. Okay bwana. Haya. Unadaiwa. Unaanza kupiga sound ni kumbe tu bwana. Sija. Nilikwambia leo nitakupa chako. Lakini sijafanikiwa. Samahani, sijafanikiwa kinanifanyia kazi. Naomba tu endelee kunivumilia tafadhali. Nitaitengeneza, nitaikamilisha. Wewe si tu na utakuwa na amani. Lakini sio unaacha kupokea simu, unaacha simu kufanya nini? Yaani ueleweki. Ni bora utazungumza na mtu akawa na amani, akawa na utulivu. Utakuwa katika hali nzuri, hata wewe utakuwa na hali nzuri. Na wewe utajisikia vizuri. Amina. Kanuni ya 4, epuka kushirikiana na watu waovu katika mipango yao. Mpango wao haukuwa mzuri. Akamshirikisha Yehoshafati, naye akakubaliana. Lakini epuka, watu wana mipango yao mingi tu. Chunguza mipango ya mtu unayoingia. Na mara nyingi tunasema usifungiwe nila na siamini. Mara nyingi mipango ya watu ambao hawana Mungu, hiyo mipango mara nyingi mipango ya uovu. Kwa wewe angalia, chunguza. Sisemi yote ni miovu, lakini ni vizuri. Watu wako ni wastaarabu sana. Hawana Mungu lakini ni wastaarabu. Na inawezekana Mungu akukusudia wewe mtu awe mtu akukusaidia wewe kusogeza mahali fulani katika hatima yako. Kwa hiyo chunguza, angalia na Mungu atakuongoza. Roho Mtakatifu atakusaidia, atakuongoza.
Mithali 4:14-15. Mithali 4:14-15. Nasema usiingie katika njia ya waovu, wala usiende katika njia ya wabaya, jiepushe nayo, usipite karibu nayo, ipotelee mbali ukaende zako. Kwa hiyo ziko njia za waovu, ziko njia za wabaya, jiepushe nazo, usipite karibu nazo, kaa mbali nazo, kwa sababu wewe Mungu ana makusudi na wewe. Mungu ana makusudi ya kutumia kwa ajili ya ufalme wake. Ulipoingia tu katika ufalme wa Mungu, wewe tayari umechaguliwa kwa ajili ya kueneza ufalme wa Mungu. Kwa hiyo chochote unachokifanya ni mbegu unapanda. Chochote unachokifanya wewe ni barua unasomwa. Watu unasoma, kuna vitu unaweza kaingizwa ukajikuta umefanya, baadaye vinaanza kukushurutisha, unataka kumwambia mtu kwamba Yesu anaweza, Yesu anaokoa. Kwa nini? Ni kwa sababu ya maamuzi mbalimbali ambayo unayafanya katika maisha. Kwa hiyo angalia sana, kwa sababu wewe ni barua na unasoma. Na utajua ulisoma saa ngapi mtu wa Mungu. Utajua. Utajua, kwa sababu adui naye huwa anazunguka. Anatafuta ni yupi ambaye akambeze, au anatafuta ni yupi ambaye amekaa hana kitu tena ndani yake, aende kalete wenzake saba, aingie nao afanye makao pale. Kwa hiyo adui naye yupo kazini. Kwa hiyo utajua. Wewe watu tunabidi wewe tu kwenye hekima na wewe mwenye akili wakati wote. Amen. Simama pale ulipo. Haleluya. Tumejifunza kwa habari ya kusikia sauti ya Mungu. Tumejifunza kwa habari ya kujiepusha na watu wasio mcha Mungu, mahusiano yasiyofaa. Tumejifunza habari ya kusimamia ukweli hata kama ni mgumu. Simamia ukweli, ukweli utakuweka huru. Tumejifunza kuwa wajasiri wa kusema ukweli. Tu wajasiri wa kusema ukweli. Mume na mke, Mr. and Mrs. Watu ambao Mr. and Mrs. Ameleni tu kweli. Unamwambia tu ndio hivyo kipenzi changu, ndio hivyo sitaki, ndio hivyo.